Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo, the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka ya kisheria. Aidha, uchunguzi uliofanywa wa maiti kwa kupitia maagizo ya tume hiyo ni batili na itabidi ufanywe upya kwa kufuata amri za mahakama za uchunguzi wa vifo, Coroner's Court. Licha ubatili wake wa kisiasa na kimaadili, kamati kuu inabainisha kuwa moja ya mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika hadithi za rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa demokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na uhuru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi, kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo ni kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simuliza kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni tafuta mashehe, wachungaji, maaskofu, wanasiasa, waandishi wa habari ambao hata kabla ya kuiona kusoma ripoti yake wanaamka na kusema kuwa wana imani na tume. Ama kweli kiwango cha watu kujiheshimu katika nchi yetu, tena watu wazima, kimeshuka sana. Kamati kuu imesikitishwa na kufedheheshwa sana na kiwango cha upotoshaji mkubwa wa sababu za maandamano yalitokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba 2025 na mauaji yalitokea kabla, mnamo na baada ya tarehe hiyo. Eti kauli za Oktoba za zone reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, na nyinginezo nyingi ndizo zilizochochea vijana wote wale kuandamana tarehe hiyo. Je, hao vijana hawakeri na kuvurugwa kabisa kwa mfumo wa uchaguzi nchini, na badala yake genge la watu wachache wamejipa mamlaka ya kutawala wa Tanzania kwa mabavu, watake wasitake? Je, wao kupinga kuporwa kwa mamlaka yao ya kuwa wananchi ndio chanzo cha mamlaka na kuwa serikali itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi, wanakuwa wametenda kosa gani? Je, wao kupinga bandari zao kugawiwa kijanja kwa kampuni ya DP World, kupinga wanyama wao kuchukuliwa na kupelekwa katika nchi za United Arab Emirates na kuundwa kwa Serengeti ndogo katika nchi hiyo, hapo wanakuwa wametenda kosa gani? Je, vijana kupinga utamalaki kwa rushwa na ubadhirifu nchini na mabilioni yanayoibiwa kila uchao na viongozi wa serikali hii haramu ya Samia na CCM, wanakuwa wametenda kosa gani? Kupinga kwa vijana kuuawa na kutekwa kwa watu kuna kuendelea bila kukomeshwa, huku kiongozi haramu wa nchi hii akitoa kauli ya mipasho na ya kutojali kama vile kifo ni kifo tu na rais akosei, wanakosa gani? Je, bunge linapogeuka muhuri wa genge la watawala waovu na wababe na wanaoshangilia kuibwa na kufisadiwa kwa mali na rasilimali za nchi, huku mahakama ikitoa kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kuifisadi nchi, je,
wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Je, pale chama halisi cha ushindani ambacho ndicho chama kikubwa cha siasa katika nchi yetu, Chadema, kinapozuiwa kufanya shughuli zake za siasa, huku msajili wa vyama vya siasa akishiriki katika kuhujumu na hata kukataa kutambua uongozi na sekretari ya chama hicho, ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi hii? Pale kiongozi wa chama kikuu cha siasa nchini anaposhikwa na kubambikiwa kesi ya uhaini na wafuasi wake wakizuiwa kuhudhuria kesi yake na kupigwa na kudhalilishwa utu wao, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Je, kesi za kiongozi hiyo zinapoendeshwa kwa spidi ya konokono licha ya udhaifu wa afya yake, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu?